Uhali gani mwanafamilia wa Roby Media na mwanafamilia wa Febi Film na mdau wa Bongo Movie pamoja na masuala ya entertainment nchini Tanzania. Leo niko hapa kukupitisha kwenye makala ya Febi Film. So leo utaenda kujua kwa nini Febi Film na jina lilianzia vipi na hatimaye mpaka kufikia kuitwa Febi Film. Na hivi Febi Film wanafanya nini? Japo jina linaweza ikawa linajieleza lakini haujui undani wake. Langu jina ni Robert Andreas. Mimi ni presenter wa Febi na vile vile ni mkurugenzi wa kampuni la Roby Media, lakini pia ni mdau wa filamu, mwandishi wa habari, mwandishi wa filamu, mwandishi wa muziki, lakini pia ni mtaalamu wa AI, unaweza kuniita Master AI. So bila kupoteza wakati, hakikisha una subscribe Febi Film, una subscribe Roby Media. So leo na kwenda kukupitisha kwanza umjue mkurugenzi wa Febi Film. Mkurugenzi wa Febi Film bwana anaitwa Phineas Felix Bihogora. So safari yake ilianza akiwa kama mshikataa, na maanisha kwenye kushuti movie na vitu kadha. Alikuwa ni msaidizi kutoka kwenye mshikataa, akajifunza udirector, akawa cameraman au kupiga picha, mwisho siku akaanza kushoot video, mwisho siku akawa ni director mkubwa sana wa video za film. Lakini kwa sababu hakuwa na vifaa, jina lake halikuweza kukua, ila lilikuwa jina la mtu ambaye anamiliki vifaa. So safari yake ikaendelea mdogo huku akiendelea kujichanga na akipita kwenye makundi mbalimbali kwenye changamoto na mafanikio ya wengine, basi yeye aliweza kuhusika. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo akili iliweza kujijengeka na kupata idea, kwa nini naye asianzishe kundi. Basi bwana, mwaka mmoja aliweza kuanzisha kundi ambalo liliitwa Kikosi Kazi. Walianza kuzalisha movie, lakini kutokana na kutokuwa na mtaji wa kutosha, basi kundi hili halikuweza kutoa kazi na kupata umaarufu zaidi kwa huo wakati. Kwa siku kukatokea changamoto za hapa na pale, basi jina likapotea na kundi likapotea. Lakini sasa wamekuja kama Febi Film. So jina la Febi Film limetokana na jina la mkurugenzi ambalo ni Phineas Felix Bihogora. So F ya kwanza, FE ya kwanza, na maanisha F ya kwanza inatoka kwenye Phineas na F ya pili inatoka kwenye Felix na B inatoka kwenye Bihogora. So kwenye kila jina kutoka kwenye majina matatu ya mkurugenzi ametoa spelling mbili, na maanisha herufi mbili kwa lugha nyepesi. Yes, zile za mwanzo zimepatikana Febi, na film imekuja kama kiambata kwenye jina kinacho present au kukupa mwanga wewe ujue Febi ni kina nani. Basi imeongezeka film kwa Febi ni kundi la uzalishaji wa filamu nchini Tanzania. So maskani yao iko Mbeya, nyanda za juu kusini nchini Tanzania. Huko ndiko wanapoweza kuzalisha movie. So safari yao ikaendelea kuwa na changamoto za hapa na pale. Waliweza kufungua channel mbalimbali za YouTube, zikawa zina changamoto ya kukua na vitu, lakini huku walikuwa wana take experience, hususan kwa mkurugenzi akawa anazidi kupata maarifa kede. Lakini ilipofika 2025 Januari, moyo na nia ya kuweza kukuza brand ya Febi Film ilizidi kupamba moto. Hatimaye mpaka kufikia mwezi wa 8 tarehe 20 2025 rasmi kabisa, bwana Phineas Felix aliweza kuingia kwenye platform ya YouTube na kwenda sehemu ya kucreate channel. So alienda kugusa kile kitufe. Ukiingia YouTube kama hauna channel, basi kuna kitufe kinaitwa create your channel. So alienda kukigusa hicho na rasmi kabisa kutengeneza channel na kuipa jina Febi Film. Hiyo ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 8 2025. So baada ya hapo rasmi akaanza kukutana na wasanii na kuingia location, wakaanza kuzalisha kazi kadha wa kadha, kwa sababu tayari alikuwa na connection na wasanii underground. Alianza kukutana na vipaji mbalimbali na kuanzisha shughuli hiyo ya kuzalisha movie. Lakini mpaka kufikia sasa kampuni la Febi Film na channel yao ya pale YouTube bado hawajafikisha hata miezi 6. Turudi tuachane na maisha ya Febi Film. Nataka nikupitishe kwenye maisha ya kawaida kama mwanafamilia au mtu ambaye yupo kwenye familia. Hebu fikiria
mama mzazi anamzaa mtoto na baada ya kumzaa mtoto hajafikisha miezi 6, lakini mara ghafla mtoto huyu anapata umaarufu ulimwenguni kote, anajulikana na watu takriban 2000 na pointi. Haitoshi, mtoto huyu anatazamwa kwa nyakati tofauti na watu zaidi ya 50,000. Kama wewe mzazi utachukuliaje au utafanya nini kwa hao watu ambao wameweza kujua mwanao? Na huyu mwanao utaishi naye vipi? Ni rahisi sana kulidadavua hili swala. Binafsi kama mimi ndo mzazi wa huyu mtoto ambaye amezaliwa hajatimiza miezi 6 na akapata umaarufu huo, akapata ukubwa huo, basi nitamlinda na kumjali. Na si tu mtoto, basi na hata wale ambao wameweza kumfahamu huyu mtoto na wanaendelea kumtizama huyu mtoto, basi nitawajali sana. Bwana, hiki bwana ni kitu ambacho kiko kwenye uhalisia wa maisha ya Febebi Film Channel. So Febebi Film Channel wao hawajatimiza miezi 6, lakini wana subscribe zaidi ya 2000. Haitoshi, wana viewers zaidi ya 50,000. Japo viewers zimetokana na kazi zao. Lakini huu ni ukubwa sana. Hebu fikiria, kuna makundi mangapi ambayo yana channel YouTube, yana miaka 3, miaka 4, yana struggle na bado hawajafanikiwa kupata ukubwa huo, kupata umaarufu huo au kupata nafasi hiyo. Kwa hili si jambo la kujivunia tu kwa Febebi Film, ila ni jambo la kujiuliza na ni deni kubwa sana kwa Febebi Film. Hii inampa changamoto mkurugenzi wa Febebi Film. Ana nini hasa cha kuendelea kuwafanyia subscribers wa Febebi Film? Hii inamtia wasiwasi. Akawaza sana, na mwaka unakwenda kuisha sasa. Tunaenda kuingia 2026. Akawaza sana, akaona aje na project mpya. Hii project ni na balaa sana. Kuna movie nyingi zimetrend Tanzania na nje mpaka Tanzania, lakini hii inayokuja Febebi ni noma sharp sana kwa mwandishi wa story. Hiyo movie bwana inakwenda kwa jina la Love Me Again. Noma sana. Love, upendo. Mimi Love Me Again ni bonge la movie itaruka hapa Febebi Film. Hakikisha una subscribe Febebi Film ili uweze kuipata hii movie. Hii movie ni noma, ni zaidi ya hizo nyingine zote unazozifahamu wewe. Noma sana Febebi Film. Hiyo ndo kitu ambacho wameweza kufikiria hususan mkurugenzi na timu nzima ya Febebi Film. Umeona, ili kulipa fadhila lazima kuwaleteni kazi ya kiwango, grade ya kimataifa kabisa. Kwa kumalizia, nina kila sababu kama presenter wa Febebi Film na mkurugenzi wa Robe Media, na kila sababu za kusema timu nzima ya Febebi Film tunawatakia Christmas njema na heri ya mwaka mpya. Kwa uwezo wa Mungu, wote tukitazama hii video lazima tuione 2026 na lazima tufuatilie Love Me Again. Nimependwa tena. Peace.